Tuna changamoto kubwa sana katika taifa letu sasa, na changamoto yenyewe ni kuhusu rushwa. Rushwa imefanya na imeondoa kabisa ule ushindani huru wa kimawazo, ushindani wa kibunifu kwa wanaoomba ridhaa ya kutaka kuwa viongozi. Na hii ni mbaya sana kwa sababu kile ambacho tulikuwa tunakiona zamani sasa hivi kimepotea. Ule ushindani wa kifikra, ushindani wa kimawazo, ushindani wa itikadi, kile unachokiamini kwamba kinaweza kuleta kukomboa watu, unakiwasilisha kwa watu, na mwingine anawasilisha, alafu wananchi wanashindanisha mawazo. Sasa hivi hicho kitu hakipo tena. Badala yake mwenye fedha nyingi ndio anaweza kuwa kiongozi, kitu ambacho ni kibaya sana. Kwa hiyo mimi niendelee kusema kwamba tuna wajibu wa pamoja wa kuikataa rushwa. Tuna wajibu wa pamoja wa kusema hapana kuhusu mambo ya rushwa. Tunataka tujenge jamii ambayo kiongozi akikosea atawajibishwa na watu na mabosi zake, kwa sababu wananchi ndio waajiri wakubwa wa kiongozi. Kwa hiyo tuna wajibu wa pamoja kukataa kabisa rushwa. Na sasa hivi hali ni mbaya sana. Rushwa inakemewa kwa upande mmoja, alafu inakubaliwa kwa upande mwingine. Hicho kitu mimi kinanishangaza sana. Unakuta kiongozi anasema kwamba mtu akija na rushwa akakupa hela, wewe usikatae, chukua tu, lakini siku ya mwisho usimchague. Hapana, kwa sababu huwezi kuchukua hela ya mtu alafu eti ujidanganye useme kwamba sitomchagua pamoja na hela yake nimekula. Fedha ni mwanaharamu. Fedha haijawahi huwezi kuipokea fedha isishughulike na moyo wako. Haiwezekani. Kwa hiyo inapaswa kukemewa rushwa kwa mlango wa kwanza na mlango wa pili. Kwa sababu hata sheria zetu zinaweka wazi, anayetoa na anayepokea wote wana ujira sawa mbele ya sheria. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kuambia watu rushwa ni hapana, usipokee rushwa na wala usitoe rushwa, kwa sababu ukipokea unakuwa kundi la mtoa rushwa vile vile, kwa sababu hakuna utoaji rushwa bila mpokeaji. Kwa hiyo hiyo inatakiwa izungumzwe hivyo na viongozi wa chama waelewe hivyo kwamba rushwa ni mbaya, sitakiwi kuitoa na wala kuipokea. Tukifanya hivyo tutajenga jamii ambayo itabaki katika uwajibikaji wa pamoja.